Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa Rais ameshajiunga moja kwa moja akiwa kama ni sehemu ya Bunge, na yeye kati ya kiasi hicho mapato ya kodi yalifikia shilingi trilioni 28.1 sawa na asilimia 105.1 ya lengo. Mapato mengine yasiyo ya kodi na mapato yanayokusanywa na halmashauri shilingi trilioni 5.92 sawa na asilimia 89.5 ya lengo, na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 740.5 sawa na asilimia 96.1 ya lengo. Mheshimiwa Spika, ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya kodi umetokana na kuongezeka kwa wigo wa vyanzo vya mapato ya kodi kutokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa kiwango cha uhiari wa kulipa kodi kufuatia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali, ikiwemo kuimarisha kwa mifumo ya ukusanyaji wa mapato, utoaji wa elimu ya kodi kwa umma na mijadala ya pamoja kati ya serikali na walipa kodi. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati Watanzania wazalendo wanaotimiza wajibu wao wa kulipa kodi kwa hiari. Mwitikio huo mzuri umeendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa serikali kugharamia huduma muhimu za kijamii na kiuchumi nchini kwa zaidi ya asilimia 70. Kwa upande wa matumizi, Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya matumizi ya serikali bila kujumuisha malipo ya mtaji wa deni yalikuwa shilingi trilioni 40.92 sawa na asilimia 98.8 ya lengo la kipindi hicho.